Hatima ya rais wa Madagascar Andry Rajoelina bado haijafahamika, huku shinikizo la kumtaka ajiuzulu likizidi kuongezeka kufuatia kuibuka kwa maandamano makubwa yaliyoongozwa na vijana mwishoni mwa mwezi Septemba. Vyombo vya habari vya Ufaransa vimeripoti kuwa Rais Rajoelina alisafirishwa kutoka nchini kwa ndege ya kijeshi ya Ufaransa siku ya Jumapili. Hata hivyo, taarifa rasmi kutoka serikali ya Madagascar haithibitisha madai hayo, na hali ya sitofahamu kuhusu mahali alipo inaendelea kutanda. Ofisi ya rais imetangaza kuwa Rajoelina atalihutubia taifa jioni ya Jumatatu, taarifa ambayo imezua matarajio miongoni mwa raia wanaotaka kujua mustakabali wa uongozi wa taifa hilo. Wakati huo, jeshi la Madagascar imechukua hatua ya kutuliza hali ya taharuki kufuatia makabiliano ya risasi kati ya wanajeshi na vikosi vya Gendarmerie mwishoni mwa wiki, ambapo watu kadhaa wamepoteza maisha. Katika juhudi za kurejesha utulivu, mkuu mpya wa majeshi Jenerali Demosthene Pikulasa amesema kuwa jeshi la Gendarmerie wanafanya kazi kwa ushirikiano na kuhakikisha hali ya amani rejea kwenye taifa hilo. Zungumza pamoja na kamanda mpya wa Gendarmerie Jenerali Pikulasa amesisitiza kuwa lengo lao ni kudumisha utulivu, si kuchukua madaraka ya kisiasa. Endelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Muda usiokuwa mrefu basi tutajiunga na wenzetu waandishi wa habari wa shirika la DW, ambapo atakuwa anapokea ripoti za waandishi wa habari kutoka kwenye maeneo tofauti duniani, ambapo DW ni washirika wetu wa matangazo ya Afrika leo jioni, ambapo tunashirikiana kwenye hatua ya uchambuzi wa matangazo na ripoti za waandishi, vile vile makala. Rais wa mamlaka ya Palestina Mahmoud Abbas na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu miongoni mwa viongozi 19 ambao watakaoshiriki hafla ya kusainiwa mpango wa amani kule Misri, ambapo viongozi 19 watakaoshiriki hafla hiyo katika mji wa Sharm el Sheikh nchini Misri. Viongozi wakuu 19 wa nchi na serikali watahudhuria baadaye leo mkutano wa hafla ya kusainiwa makubaliano ya amani ya kumaliza vita Gaza katika mji wa kitalii wa Sharm el Sheikh nchini Misri. Rais wa Marekani Donald Trump, Emmanuel Macron na waziri mkuu Keir Starmer wa Uingereza pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa ni miongoni mwa watakaohudhuria. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, ambaye amesema nchi yake itasimama na utekelezaji wa mpango huo wa amani unaoungwa mkono na Marekani, ameelezea Misri kushiriki hafla hiyo ambayo pia itahudhuriwa na rais wa mamlaka ya Palestina. Ambapo ni wakati wa enzi mpya, historia enzi mpya ya kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Wakati huo wa Palestina wamewapokea jamaa zao walioachiwa kutoka jela la Israel kama sehemu ya makubaliano ya usitishaji vita. Silvia Muyozi na taarifa hiyo kwa kina. Upatikanaji wa amani katika kanda ya Mashariki ya Kati baada ya miaka miwili ya vita dhidi ya Hamas na mapigano na Hezbollah na Iran. Ingawa makubaliano ya Marekani ya usitishaji vita kati ya Israel na Hamas yanasalia kuwa tete, lakini Trump anadhamiria kutumia fursa hiyo ili kufanikisha amani ya kikanda. Trump amesema hilo litakumbukwa na vizazi kama wakati ambao kila kitu kilianza kubadilika. Huu sio tu mwisho wa vita, huu ni mwisho wa enzi ya vitisho na kifo na mwanzo wa enzi ya imani na matumaini ya Mungu. Ni mwanzo wa mapatano makubwa na maelewano ya kudumu kwa Israel na mataifa yote ya kanda, ambayo hivi karibuni itakuwa eneo zuri sana. Ninaamini hivyo kwa nguvu sana. Huu ni mwanzo mpya wa kihistoria wa Mashariki ya Kati mpya.
Katika hali isiyotarajiwa, Trump pia alimwomba rais wa Israel kumsamehe waziri mkuu Benjamin Netanyahu ambaye alimuelezea kama mmoja wa viongozi wakubwa wa kivita. Amemsifu Netanyahu kuwa mtu asiye mwepesi kushughulika naye, lakini hilo ndilo linamfanya kuwa thabiti. Itakumbukwa kuwa Netanyahu anakabiliwa na mashtaka ya rushwa licha ya kwamba usikilizwaji wa kesi dhidi yake umekuwa ukisogezwa mbele mara kadhaa wakati wa mzozo na Hamas. Katika hotuba yake, kiongozi huyo wa Marekani ameahidi kusaidia kujenga upya Gaza ambayo imeharibiwa vibaya na kuwarai wa Palestina kuachana na mwenendo wa vita na ghasia. Aidha, pia Trump alitumia hotuba hiyo kutuma ujumbe kwa Iran ambayo aliishambulia wakati wa vita vya siku chache na Israel mapema mwaka huu, akisema mkono wa ushirikiano na urafiki uko wazi, akiongeza kuwa kila mmoja anataka kuishi kwa amani na hakuna anayetaka kuishi kwa vitisho. Kabla ya Trump kuhutubia, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu naye alihutubia bunge hilo na kutoa hakikisho la kuunga mkono makubaliano na Hamas ya kumaliza vita vya Gaza, huku akimsifu Trump kwa kufanikisha makubaliano hayo. Na Wapalestina waliojawa na furaha wamewapokea wafungwa walioachiliwa huru na Israel wakati walipowasili kwa mabasi katika ukingo wa Magharibi na ukanda wa Gaza leo Jumatatu. Wafungwa hao wameachiwa baada ya Hamas kuwaachia mateka wote 20 walio hai waliochukuliwa wakati wa shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Asante sana Silvia Mweuzi kwa taarifa hiyo kutokea Mashariki ya Kati. Naendelea kupokea taarifa hii ya habari. Rais Donald Trump wa Marekani amewafahamisha wabunge wa Israeli kwamba nchi yao haina cha kukipigania tena katika ukanda wa Gaza. Tupokee mahojiano. Lakini tumeshuhudia safari ya ghafla ya Donald Trump Mashariki ya Kati akihutubia bunge la Israel na kuelekea Sharm el-Sheikh. Ni kama dunia imepigwa surprise fulani, yani iko kwenye mshangao fulani, lakini anabaki bado ushujaa mmoja anaonekana juu ambaye ameshikilia kila kitu, Donald Trump. Awali Israeli walisema hakuna kiongozi wa ngazi za juu atahudhuria katika kutia saini, lakini taarifa ya karibuni inaonyesha kuwa Netanyahu pia ni katika viongozi watahudhuria utiaji saini. Hii yote inaongeza uzito wa mazungumzo na ile wasiwasi wa uaminifu wa mazungumzo unazidi kuongezeka kuwa kumbe inawezekana watu wakatulia na wakaenda vizuri. Kilichobaki ni muda kutoa majibu. Ni mwanzo mpya wa enzi mpya katika mzozo wa Mashariki ya Kati, ungeweza kusema hivyo? Inawezekana ukawa ni mwanzo mpya, lakini inaweza ikawa ni mwendelezo wa yale ambayo yamekuwepo. Mara hii tuko na makubaliano ambayo ukiangalia ni makubaliano kama binafsi zaidi ambayo yametokana na utashi wa rais wa sasa wa Marekani Donald Trump. Sasa uhai wake, uhalali wake na uwepo kwake sana sana yanategemea uwepo wa Donald Trump na mwelekeo wa Donald Trump na kutokubadilika kwake. Hapa ndio kwenye mashaka mengi kuwa je, tutachukua muda gani Trump akiendelea kuamini hizi, hatufahamu nini kitakuja kutokea huko mbele. Siwezi kusema kama ni enzi mpya, lakini nasema wacha tuone muda utatupa kama ni enzi mpya au tunarudi pale pale. Kwa hapa ambapo tumefikia, ungeweza kusema pia vile vile kwamba ni mwisho wa jinamizi ambalo limewasumbua wa Israeli na wa Palestina kwa kipindi kirefu, na kama kuachiwa huru kwa mateka na mabadilishano ya wafungwa kweli kunafungua mlango wa matumaini mapya ya maelewano baina ya pande hizi mbili kwa kiwango fulani, lakini kwa kiwango kingine inakuwa ni bado sana, kwa sababu mfano ukichukulia namba ya mateka ambao wa Israeli walioachiliwa hai 20 na tunatarajia kupata labda miili kama 28, ukichukua wale wa Palestina walioachiliwa ni kama 2000, unaweza kusema bado hakuna uwazi wa moja kwa moja kuwa Israeli watabaki Gaza, wataondoka, au uongozi ujao wa Gaza utakuwa na uhusiano gani na Israeli. Je, utapokea amri ya Israeli au Hamas wataweka silaha chini? Bado hili nalo linatupa maswali mengi. Tunaweza tukapumzika kwa muda baadaye tukakutana na haya ambayo tunapambana nayo hivi sasa. Mkutano wa Sharm el-Sheikh, unayaona matumaini ya awamu ya pili yanakaribia pia vile vile baada ya kusainiwa hii awamu ya kwanza? Nadhani kama Marekani watabaki kushikilia pale pale na shinikizo labda la pembeni lipelekwe kwa Marekani zaidi kuliko kwa Israeli, huenda tukashuhudia awamu ya pili ambayo ni ngumu zaidi, kwa sababu awamu ya pili ugumu wake ni kuwa ni kipindi ambacho Hamas wanatakiwa kuweka silaha chini, na ni kipindi ambacho Israeli anatakiwa asogee kwenye laini ya pili, na ni kipindi ambacho inatajwa kuwa vikosi vya kimataifa sasa ndio vinaweza kutaka kuanza kuingia Gaza na kuanza kushinda. Sasa inachotokea hivi sasa tunaweza kusema kuwa ni pressure ya ulimwengu, lakini inawezekana kadri muda unavyokwenda tutaanza kujionea baadhi ya vitu vingi ambavyo vitakuwa ni uvunjifu wa makubaliano. Ibrahim Rahbi, mchambuzi
Mashariki ya Kati, kama nilivyozungumza naye kuhusu yaliyojiri hivi leo katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati. Asante sana Josephat Charo kwa mahojiano hayo. Nazidi kusonga mbele kwenye sehemu hii ambayo ni Afrika Leo Jioni, ambapo awamu ya pili ni ya ripoti za waandishi. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ameikimbia nchi baada ya shinikizo kubwa la maandamano ya vijana kumtaka ajiuzulu yaliyoungwa mkono na jeshi. Upinzani umedhibitisha juu ya taarifa hizo na kuongeza kuwa kiongozi huyo hajulikani alipo. Hawa Bioga na taarifa zaidi. Ndege ya kijeshi ya Ufaransa chini ya makubaliano na Rais Emmanuel Macron. Rais Rajoelina alikosa uungwaji mkono baada ya kitengo muhimu cha kijeshi kuungana na maelfu ya waandamanaji waliopinga masuala ya ufisadi, umasikini na kumtaka ajiuzulu. Ikulu ya Madagascar haijathibitisha juu ya taarifa hizo, ingawa kiongozi wa upinzani nchini humo Etienne Radriana Soloniaiko amelithibitishia shirika la habari la Reuters juu ya taarifa hizo, na hapa namnukuu: rais amekimbia nchi. Tuliwapigia wafanyakazi wa rais, walituthibitishia kwamba amekimbia nchi, mwisho wa kunukuu. Duru za kijeshi zimethibitisha kuwa kiongozi huyo aliondoka kwa kutumia ndege ya kijeshi ya Ufaransa. Kuondoka kwa rais kunatoa nafasi kwa kiongozi wa bunge kuchukua mamlaka ya rais hadi pale uchaguzi utakapoitishwa. Kiongozi wa upinzani nchini humo Radriana Soloniaiko amesema kwamba bunge ambalo linahodhiwa na upinzani litaanza mchakato wa kumwondoa madarakani ya Rais Rajoelina, na kuongeza kuwa katiba inatoa haki ya rais kushtakiwa na watafanya hivyo. Maelfu ya waandamanaji wameendelea kumiminika kwenye mitaa ya jiji la Antananarivo. Wanasema mapambano ni kama yamekwisha, lakini si kwenye meza ya mazungumzo. Hapo ndipo hasa palipo na matamanio ya kubadili mfumo. Baadaye hii leo Rais Rajoelina anatarajiwa kulihutubia taifa. Hapo jana Jumapili aliona juu ya jaribio la kutaka kunyakua mamlaka kwenye taifa hilo la kisiwa katika pwani ya kusini mwa Afrika baada ya kupoteza uungwaji mkono wa kitengo maalum cha kijeshi Kapsat kilichomsaidia kutoa mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2009. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, takribani watu 22 wameuawa katika siku za mwanzo za maandamano hayo, wengine kwa nguvu ya vikosi vya usalama na wengine kutokana na vurugu zilizochochewa na magenge ya uhalifu na waporaji wanaonufaika na maandamano hayo. Maandamano hayo ya vijana wa jinsia yaliyoanzishwa mnamo Septemba 25 kulalamika ukosefu wa maji na umeme yamekuwa na kuwa harakati pana za kupinga utawala, zikijumuisha malalamiko ya uongozi mbaya na uhaba wa huduma za msingi. Asante sana Hawa Bioga kwa taarifa hiyo. Tutakuwa tunafuatilia. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania imezindua jumla ya kata 10 na kuwatengua wagombea 7 wa udiwani katika maeneo ya Katumba, Uyankuru na Mishamo, ambako wanaishi waliokuwa wakimbizi wa Burundi wa mwaka 1972 ambao wengi wamepewa uraia wa Tanzania. Rasmi lililotolewa na Tume Huru ya Uchaguzi na kusambazwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii na vyombo vya habari nchini Tanzania. Tume hiyo imeeleza kuwa uamuzi huo umezingatia tangazo la waziri mwenye dhamana wa tawala za mikoa na serikali za mitaa lililozifuta kata za Katumba, Bulamata, Kanoge, Ipwaga, Litapunga, Ilangu na Mishamo katika wilaya za Nsimbo pamoja na Tanganyika. Mwenyekiti wa tume hiyo, Jaji mstaafu Jacob Mambegere, amebainisha katika waraka wake kuwa kata 3 za Milambo, Igombe Mkuru na Kanindo za wilaya ya Kaliwa katika makazi ya Uyankuru zilifutwa, lakini hawakuteua wagombea wa udiwani. Kufuatia tangazo hilo, wananchi na wagombea kutoka katika kata hizo wamekuwa na maoni tofauti kuhusu hatima yao ya kisiasa na kiraia. Elias Wilson Elia ni mmoja wa wagombea ambao wameguswa na kufutwa kwa kata hizo. Kama nilivyomteua ndani ya chama, sijapokea taarifa rasmi
kutoka kwenye chama changu cha Mapinduzi. Kama haitoshi, bado sijapokea taarifa rasmi kutoka kwenye tume, na mimi nitapokea urasmi huo zaidi nitakapopokea taarifa moja kwa moja kwangu kama mliyekuwa mgombea ambaye niteuliwa rasmi ndani ya chama chetu na ndani ya tume. Kama itakuwa kama ambavyo inaonekana, ni jambo ambalo kama mgombea itakuwa linakusikitisha, lakini pia nitaendelea kuvumilia. Mwenyekiti wa kijiji cha Katumba Bwana Elias Makaya amekiri kuwa uamuzi huo umewaacha wananchi wake njia panda. Naweza nikasema tu ufafanuzi haujao mzuri kiasi kwamba akawa na kusema kwamba aidha mimi nitapiga kura au sitopiga. Sababu za kufutwa kwa kata hizo zimeainishwa katika tangazo la serikali namba 596 la Oktoba 3 mwaka huu, ambalo linataja kuwa maeneo ya Katumba, Mishama na Uliankuru ni maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya wakimbizi. Prosper Kuigize, DW, Mpanda, Katavi. Asante sana Prosper Kuitize katika eneo hilo, na nazidi kusonga mbele wakati huu basi pote pale ulipo msikilizaji, ambapo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron leo amevishutumu vyama hasimu vya kisiasa kwa kuchochea ukosefu wa utulivu na udhabiti wa kuyumbisha na kudhoofisha waziri mkuu aliyemteua tena Ijumaa iliyopita Sebastian Lecornu, ambaye serikali yake inakabiliwa na vitisho vya kura mbili za kutokuwa na imani nayo. Macron amesema hata jiuzulu na ni jukumu la kila mtu kufanya kazi kuelekea utulivu wa kisiasa Ufaransa, wakati Lecornu akijiandaa kuwasilisha rasimu ya bajeti Jumanne asubuhi na baadaye alasiri kutoa hotuba yake ya sera katika baraza la nchi chini la bunge la Ufaransa. Kwanza, hakuna chama cha kisiasa chochote kile katika vyama vilivyoko bungeni ambacho kina wabunge wengi kuweza kuendesha serikali peke yake. Kwa mantiki hiyo, serikali ya sasa unaiona inaweza ikaanguka pengine kabla mwisho wa wiki hii au mwisho wa mwaka huu? Bila shaka yoyote, ishara zote zinaonyesha kwamba si serikali ambayo inaweza kudumu, na ni serikali ambayo itaanguka tu, kwa sababu sasa hivi tegemeo lao kubwa ni kutoka kwenye chama cha kisocialist. Ikiwa matakwa yao yatakubalika, nayo ni kwamba wasitishe mpango wa malipo ya uzeeni au kuzuia ule mpango wa ustafu ambao wameongeza muda kwa miaka 65 urudi kama ulivyokuwa awali. Lakini vyama vya mrengo wa kulia vinapinga kabisa wazo hilo la mapendekezo hayo ambayo yametolewa na wa socialisti. Itakuwaje hali hii? Hii serikali haiwezi kudumu, kwa sababu ikiwa bwana Lecornu atakubaliana na matakwa ya vyama vya mrengo wa kushoto au hususan chama cha kisocialist ambacho pekee kiko tayari kutokumwekea vikwazo ikiwa atatimiza masharti hayo mawili, pamoja na kutokutumia kipengele cha 49.3 cha katiba ambacho serikali itapitisha miswada yake bila ya kupigwa kura na wabunge. Ufaransa ndio nchi ambayo ina nakisi kubwa kabisa ya bajeti katika ukanda wa Euro. Inawezekana katika mazingira ya sasa kubana matumizi katika bajeti ambayo inawasilishwa siku ya Jumanne asubuhi na waziri mkuu? Upande wa mrengo wa kushoto kwa mfano, anachotaka ni kuongeza kodi kwa matajiri, na wamekuja na mpango ambao bila shaka yote vyama vya mrengo wa kulia vinaukataa. Kwa hivyo wao wanachosema, ikiwa watautekeleza mpango huo wanaopendekeza vyama vya mrengo wa kushoto, hakutokuwa na haja ya kubana matumizi na kuwaumiza watu. Serikali itaweza kupata njia ya kuweza kupata pesa ya kuziba hiyo nakisi ambayo iliyopo. Wafaransa wenyewe unaona wanazungumzia nini hasa kuhusu imani na rais wao pamoja na imani na serikali yao? Wafaransa wengi ninavyoona wanasema kwamba mkwamo uliokuwepo umeletwa na mwenyewe rais bwana Macron. Kwanza kwa kulivunja bunge wakati ule, na pia sasa hivi kwa kushikilia kutaka kuendesha
serikali kwa kutumia watu wale wale na vyama vile vile na kwa kufuata sera ile ile ya kwake, wakati ambapo matokeo ya uchaguzi uliopita yameonyesha kwamba wananchi wanataka mabadiliko. Ahmed, nilivyozungumza naye kuhusu hali ya kisiasa huko nchini Ufaransa. Sikiliza. Haya, anazidi kusonga mbele sana Josephat Charo katika hatua hii ambapo nazidi kusonga mbele kwenye matangazo yetu ya Afrika leo jioni, ambapo awamu hii ya pili tunashirikiana na shirika la DW kwenye matangazo yetu ya ripoti za waandishi yaliyo kwenye majukwaa ya mawasiliano, mitandao na vile vile makala. Wakati huu basi tunakuomba msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625625, account namba ni 01245085217800 au tail namba ambayo ni M-Pesa tail namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Wakati ambapo iwapo basi uko kwenye maeneo mengine, basi M-Pesa tail namba yetu ni 4561468 kupitia mitandao yote. PayPal yetu ni cantona.online254@gmail.com. Wave Remit unaweza kuweka pale pesa yako vile vile katika ile Wave Remit pale ya 0748836127, ama unaweza vile vile wasiliana nasi kupitia namba zetu ambazo ni +254748836127 +254768001740. Tutakupatia tu mwelekeo ambapo unaweza tusaidia katika hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM, ambapo mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Kwako Tatu Karema. Amefungua rasmi kesi ya talaka baada ya miaka 29 ya ndoa, akidai fidia takriban dola milioni 110. Ewe. Sasa Tomeka anadai kuwa amechangia kwa kiasi kikubwa mno mafanikio ya mumewe katika muziki na biashara, lakini pia ripoti za awali kutoka mahakamani zinaonyesha kwamba sawa, bibi anataka dola milioni 110, lakini akaunti binafsi ya Akon inaonyesha kwamba ana takriban dola 8,000 tu, jambo ambalo limeibua maswali mengi sana. Sasa pesa zote za miaka yote zimekwenda. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mali nyingi zinazohusishwa na Akon zinadaiwa kusajiliwa kwa jina la mama yake. Hali inayotajwa kwa huenda ikawa ni mbinu ya kuepuka kugawa mali katika mchakato wa talaka. Na Tomeka pia ameiomba mahakama kumpa ulezo wa kwanza mtoto wao wa mwisho ambaye ana umri wa miaka 17, akisisitiza kuwa ametumia muda mwingi sana kuilea familia wakati Akon akiwa na pilika nyingi za kikazi na biashara. Sasa mbona mnatutenda hivi lakini? Mimi hapo hata sijui nisemeje. Tunachuma sote, kumbe mwenzangu nyuma unabadilisha majina bwana. Ni mtihani kwa kweli. Sidhani kama ni haki hata kidogo. Sasa haki kwa nani? Haki kwa huyu anidai ama haki kwa huyu aliyebadilisha majina ya mali na kuweka kwa jina la mama? Haki kwa yule ambaye sasa hivi anaonekana anakwenda kupunjwa madai yake, kwa sababu huwezi ukachukua mali ambazo mmezitafuta nyote, hata kama umetafuta wewe lakini amesaidia. Labda alikisia kwamba kitu fulani kinakuja, acha nijie. Sasa inaonekana basi alikuwa hana uhakika na alikuwa hampendi. Ungeweza kusema hivyo, kwa sababu kama unampenda mtu basi unaishi naye na mnakaa pamoja, mnachuma pamoja na mnamiliki mali pamoja. Vile inafasi hiyo. Vile inafaa. Sasa Resizia 2025 anasema Akon si kwa kikao cha wanaume. Huyu alikaa mstari wa mbele akiwa na kitabu na kalamu na akashika masomo vizuri. Haya, Facebook hapa namuona Abbas Jiriwa anasema kinachofuata Madagascar ni meya wa Antananarivo kuwa rais wa mpito kama ilivyokuwa kwa Marc Ravalomanana na yeye Andre Rajoelina, wote walikuwa mamea wa Antananarivo. Mlango alioingilia madarakani Andre Rajoelina kwa kumtoa Marc Ravalomanana ndio huo anaotokea.
Unamsikia Tatu? Namsikia sana. Haya, huyu ni Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda Geita, Tanzania, anasema hakika jeshi la Madagascar lina kazi ya kulinda wananchi na wala sio kutetea maslahi ya wachache. Pongezi kwa jeshi la Madagascar. Naona tayari tumewashiwa taa. Pole sana. Haya, hadi hapo msikilizaji, basi ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni. Asante sana Tatu Karema kwa kutufahamisha yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Mimi ni Joseph Charo. Jioni njema msikilizaji. Asante sana Josephat Charo, Tatu Karema kwa uelekezi mzuri, ambapo sasa hivi na vile vile Sam Mwasimba kwa kuweza kutuletea taarifa ya habari, na tunazidi kusonga mbele katika hatua hii msikilizaji, ambapo naenda kupokea hapa naitwa nene hii sehemu ya kuweza kutamatisha ambapo ni kazi nzuri sana. Shirikiana na shirika la idhaa ya Kiswahili ya DW na wanafanya kazi nzuri sana. Wakati huu basi inabidi nikuletee Kiziba Mkonga, alafu tutamatishe Afrika Leo jioni. Mojawapo ya teknika anayoitumia shetani kuwakamata wengi ni kukupa kiu kubwa ya kutamani vitu fulani kabla ya msimu au wakati wako sahihi, na mara ukifanikiwa kuvipata vinakuwa chanzo cha upotevu mkubwa wako. Jifunze kuzitambua nyakati na kuishi kwa nyakati. Unaanza kama married, mambo ya kikakamaa, unakuja kuwa single married. Vikizidi unaona isiwe tabu, unaamua kuwa single parent. Mwishoni unaishia kuwa single lady. Wapi ndio matobo yalianza kuchanika alafu mvua ikakunyeshea? Ndio maana ma single lady wamejaa sana maeneo tofauti. Mojawapo ya tekniki inayotumia sana shetani huyo ni kubomoa ndoa, kuwakamata watu walio ndani ya ndoa na kuweza kuwasambaratisha. Hii ndio mojawapo ya teknika anayoitumia shetani, kuwakamata wengi, ni kukupa kiu kubwa ya kutamani vitu fulani kabla ya msimu au wakati wako sahihi, na mara ukifanikiwa kuvipata vinakuwa chanzo cha upotevu wako. Yaani umetamani vitu vingi sana. Ndio wengine hata acha ndoa zao mchana, wanaoperate mfano wa simu ya benki saa 2 hadi saa 11, akijua jioni atakuwa na mmewe basi ama atakuwa na mkewe, basi simu inaoperate kama ni ya benki. Kuna mida ambapo simu hiyo basi inakuwa haiwezi shikwa na haishikiki au imezimwa. Jifunze kuzitambua nyakati na kuishi kwa nyakati zako. Tamaa mbaya. Unaanza kama married, mambo ya kikakamaa, unakuja kuwa single married. Ikizidi unaona isiwe tabu, unaamua kuwa single parent. Mwishoni unaishia kuwa single lady, na uzee si ugonjwa. Uzee si ugonjwa. Maana unapobisha hodi utaonekana tu wewe ni kukaa au huhu au shosho, kwa sababu ndio mwisho wa reli. Hapo ndipo natamani urejee kwenye mahusiano ambao uliyavunja kwa mikono yako miwili. Mvua inaanza kunyeshia kwenye matobo yako yale ambao uliyachimba mwenyewe. Wewe uko wapi? Na hicho ndicho Kiziba Mkonga cha sasa.